Yes bana, mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa Galaxy Media. Mimi naitwa Rama Andano Finest, nipo hapa kukujuza kwa kile ambacho kinaendelea huko duniani kwenye anga za kimichezo. Lakini kubwa kuliko mpaka hivi sasa ni mchezo wa wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Stellenbosch kutoka kule nchini South Africa. Ni mchezo ambao unazungumzwa sana, hii ni kwa sababu ya ama baada ya Simba leo hii kuweka press yao ama press conference kule nchini Zanzibar kwa ajili ya kuzungumzia kile ambacho kitakwenda kujiri, kwa sababu Benjamin Mkapa is locked, kwa maana ya kwamba hawatohusika tena kucheza katika uwanja ule kwa hivi sasa, na uwanja ambao watakaotumia Simba Sports Club dhidi ya Stellenbosch hatua ya nusu finali ni uwanja wa New Aman Complex ambao unapatikana kule nchini Zanzibar. Kwa hivyo ni kitu ambacho Simba walikiandaa, lakini mengine pia alijiri baada ya hapo, Maodoji kutoa zawadi na vitu vingine kama hivyo ambavyo vilifanyika. Lakini kubwa kuliko ambalo nimeamua leo hii Rama kuja kuzungumza na wewe Mtanzania mwenzangu ni kuhusiana na jinsi ambavyo hizi timu zinazokwenda kukutana zipoje, ushindani wao. South Africa soka lao lipoje, na sisi Tanzania ambapo tunacheza tupoje. Tutaona kama Simba ambaye ndio mwakilishi pekee kunako kombe hili la shirikisho barani Afrika anakwenda kuiwakilisha vyema Tanzania na Afrika Mashariki na Kati au la. Lakini pia tukimtizama Stellenbosch kutoka South Africa, tunapima uzani wao wapoje. Simba amepata mfupa mlaini ama amepata mfupa mgumu? Ni kitu ambacho pia Mtanzania mwenzangu unahitajika kukifahamu. Yes, kunywa maji kidogo hapo, alafu tunaendelea kidogo. Na imani utakuwa unapata kuweka ubongo katika hali ya msawazo. Iko hivi, Stellenbosch ni moja ya timu ambayo imeanzishwa mwaka 2016. Ilipofika mwaka 2019, Stellenbosch ikapanda daraja, kwa maana ya kwamba ligi kuu ya South Africa ikaanza kushiriki ligi kuu. Ni muda mfupi tu tangu kuanzishwa kwake na kufika ligi kuu. Lakini hii ni timu ambayo inaonyesha kukua kwa kasi. Kwa nini? Kwa sababu 2016 imeanzishwa, imepanda ligi kuu 2019. Hapo kupanda kwake 2019 mpaka leo tunapozungumza ndio hii timu ambayo inazungumzwa bara zima la Afrika kwamba inakwenda kucheza nusu finali dhidi ya mnyama Simba kutoka nchini Tanzania. Sijui umeona hiyo development ambayo wameifanya hapo, ni ya haraka sana. Kwa nini? Ni kwa sababu hii ni timu ambayo inamilikiwa na kibopa ama tajiri kutoka kule nchini South Africa ambaye anaitwa Johan Roberts. Ni tajiri ambaye ana pesa za kutosha kushinda hata Motsepe kwa rekodi za Forbes ambazo mara nyingi zinakuwa zinatoka. Yaani tajiri ambaye hata tajiri wa Mamelodi ambaye ndio Motsepe haingii ama hafui dafu hapo. Ndio maana na huyu kwa takwimu jinsi ambavyo pia nilisoma 2024 alimwalika Modeuji ambaye ni rais wa wekundu wa Msimbazi Simba. Alimwalika 2024 ambao ni mwaka jana sasa, kwenda kuzungumza namna ambavyo anaweza kaitengeneza Stellenbosch kuwa na maendeleo makubwa zaidi kama ambavyo Simba wamefanya katika mashindano haya ya CAF, kucheza robo finali in consecutive, kwa maana kwamba mfululizo kucheza robo finali kujirudia mpaka hivi sasa. Kivipi Simba anaifunga Ahli? Kivipi Simba anaweza kukompiti na Giant of Africa ikiwa yeye alikuwa bado hana namba nzuri katika rank za FIFA? Sijui unanielewa. Kwa hivyo bwana Johan Roberts alimwalika mwaka jana Modeuji, akaenda kuzungumza naye jinsi ambavyo anaweza akaiendesha timu yake. Kwa hivyo unaweza kaona Simba anakwenda kukutana na mwanafunzi wake, kwa maana ya kwamba Stellenbosch ni mwanafunzi wa Simba katika hatua za ukuaji. Jinsi ya kuwekeza, Modeuji amehusika kupanga hiyo ama kutoa hiyo michoro, lakini pia jinsi ya kuleta ushindani katika vilabu vikubwa, Modeuji ameweza kufanya hiyo michoro. Ndio maana pamoja na uchanga wake Stellenbosch amefanikiwa kumtoa Zamalek ambaye ndio alikuwa bingwa mtetezi wa kombe hili la shirikisho barani Afrika. Hivyo ndivyo ambavyo pia alifanyaga Simba mwaka 2003. Lakini ilikuwa ni club bingwa, tofauti na sasa hivi ni kombe la shirikisho. Ilikuwa club bingwa, alimuondosha pia Zamalek akiwa kama bingwa mtetezi. Umeona kwamba ni vilabu ambavyo anapokanyaga Simba Stellenbosch na mwenyewe anakuja. Hii ni kwa sababu gani? Kwa sababu Modeuji alitoa mchango mkubwa sana kwenye kuchora ramani ama michoro ya vipi unaweza kupata maendeleo kwa muda mfupi wewe kama klabu changa, lakini ukiwa una pesa ya kutosha. Sijui umeelewa. Lakini siwezi kuishia hapo. Ili ujue huu ni mchezo ambao ni mgumu sana. Ni mchezo ambao pia makocha wote wameuzingatia. Fadlu Davis ambaye ni kocha wa wekundu wa Msimbazi Simba alisikika juzi baada ya mechi yao dhidi ya Mbeya City. Ile ni mechi ya kombe la CRDB Cup. Alisikika akisema kwamba tumeshamalizana na hii ngwe ya kombe la CRDB na sasa tuko hatua ya nusu finali. Kwa hivyo kinachofuata mbele yetu ni mechi ya nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Stellenbosch kutoka kule South Africa. Hii inaonyesha kitu gani? Hii inachora mchoro kwamba Fadlu Davis alikuwa anacheza kombe la CRDB, lakini mawazo yake yote yapo kwa nani?
yapo kwa Stellenbosch, ambaye ni mchezo wa muhimu vibaya mno kwa Simba, kwa Fadu mwenyewe kutengeneza karia yake, kwa sababu Simba ndo timu yake ya kwanza akiwa na coach as a head coach. Lakini pia Simba inahitaji pia kuweka naweza kusema kwamba kuweka ndoto ama kuongeza historia yake kutoka robo finali, nusu finali mpaka kulibeba kombe hili ama kucheza finali kabisa. Sisi mtakuwa mmenielewa hapo. Sasa nataka kuzungumza Stellenbosch ni timu ambayo inacheza kwa staili gani? Tukumbuke kabisa, mimi nita generalize ili kupunguza muda kidogo. Stellenbosch ni timu ambayo inatokea South Africa. Tunafahamu kabisa namna ambavyo soka la South Africa lilivyo. Intensity yao, ushindani wao ni mkubwa vibaya mno. Hii inarejesha pia nikukumbushe, aliwahi kuaga kocha wa Young Africans ambaye aliwahi pia kuwa kocha wa TX Galaxy ambayo inashiriki ligi kuu ya kule South Africa. Alipokuja Young Africans ambaye alikuwa anaitwa Said Ramovich, mzee wa touch, release and attack, gusa achia twende kwao. Said Ramovich kwenye moja ya press conference alisikika akisema kwamba intensity ya ligi ya Tanzania ni ndogo, ndio maana akikutana virabu kutoka ligi tofauti ambazo zina ushindani mkubwa zinashindwa kufanya vizuri baada ya kufungwa na Ahli Omdurman. Kwa hivyo ile neno intensity ambayo alitumia Ramovich ndio unakuja kuliona dhidi ya Stellenbosch. Ni watu ambao wanakuja muda wote, wanapumulia kwako tu. Je, Simba ataweza kupishana nao? Ataweza niende nirudi? Yes, Simba anaweza kufanya hivyo. Kwa nini? Ameprove pia. Ni moja ya timu ambayo inatumia flanks za pembeni, kwa maana ya kwamba anatumia mawinga. Eli Mpanzu, Kibu Dennis, ama kuna ataweza kumtumia labda hata Ladak Chasambi kama kocha akipendezewa. Ni moja ya timu ambazo zinatumia flanks sana kwenye kutengeneza mashambulizi. Lakini pia hata Stellenbosch na wenyewe wanatumia pia mawinga. Ndio maana ukiangalia timu nyingi za South Africa zinaongoza kwa kutoa mawinga sana. Pace Mbuzitau ametokea huko pia. Lakini pia wapo mawinga wengine wengi ambao wamefanya vizuri katika soko la Afrika ambao wanatokea nchini South Africa. Kwa hivyo nikasema kwamba Stellenbosch ni moja ya timu ambayo inakuja kutoa ushindani halisi kwa klabu ya Simba Sports. Lakini katika huu mchezo Simba anaingia kama favorites na Stellenbosch anaingia as underdog. Kwa nini? Kwa sababu Simba ni mkubwa katika kila engo katika mashindano haya ya CAF. Simba yuko nafasi ya 4 kwa ubora, kwa ubora ama zile rank za CAF. Stellenbosch hata top 20 hayupo katika ubora huo. Labda safari hii akicheza finali ataweza kupanda kidogo, lakini hayupo. Simba amecheza robo finali mara nyingi kuliko hata Stellenbosch ambaye yeye amecheza robo finali moja na sasa hivi ndio huyo yuko nusu finali pia na nusu finali moja. Lakini ukiachilia experience, uzoefu wa Simba ni mkubwa kuliko uzoefu wa Stellenbosch. Kwa hivyo ni moja ya timu ambayo yes ina ushindani mkubwa, inakwenda kuonyesha chachu kubwa ya kutosha, lakini Simba Sports Club anakuwa na nafasi kubwa ya kuweza kufuzu katika haya mashindano kwa sababu ya uzoefu aliokuwa nao, lakini pia uchanga wa Stellenbosch ambao wanakwenda kukutana nayo. Although hayo, na nikasema hii ni siasa ya mpira ambao unaweza kuzungumza kwa nje. Ukija kwenye ubora, Stellenbosch wana kikosi kizuri na Simba Sports Club wana kikosi kizuri. Wonderful enough, Simba ana kauli mbiu yake ya kwa Mkapa hatoki mtu. Na sasa hivi hiyo kauli haipo tena kwa sababu uwanja kwa Mkapa upo katika matengenezo. Serikali imeufungia kwa sasa hivi, wanafanya ukarabati. Kwa hivyo imepelekea ulazima wamechia kupelekwa visiwani Zanzibar katika uwanja wa New Amani Complex. Kwa hivyo sasa ile kwa Mkapa hatoki mtu, tanuri la moto tunaifuta. Ni New Amani Complex hatoki mtu. Kwa hivyo ni kiwanja ambacho kwanza kinachukua mashabiki wachache, takriban kama sikosei 14,000. Kwa hiyo ni mashabiki ambao ni wachache vibaya mno. Tofauti na ile tanuri pale Benjamin Mkapa ikiwa imefurika kulikweli watu 60,000. Just imagine. Wakiwa wanaanikiza ubaya. Just imagine Simba wakiwa katika ile Benjamin Mkapa. Mpanzo ana hesitate huku, Kibu Dennis anafungua kule, wanafanya inverted, wanakutana kati, Jansha anaweka kati, Tanzania inaondoka. Bana, mimi sina mengi ya kukujuza, lakini nilikuwa nahitaji kukujuza kile ambacho kitakwenda kujiri katika mchezo huu kati ya Stellenbosch pamoja na Wekundu wa Msimbazi Simba, mchezo wa hatua ya nusu finali ambayo itapigwa katika dimba la New Amani Complex. Tukutane tena baadaye kwenda kuyazungumza mengi ya kimichezo. Mimi naitwa Rama, nilikuwa nikikujuza kutokea hapa Galaxy Media. Mjini sina shamba bana. Bye bye.